Nukta ya 4 chini ya maudhui ya ahkamu alqunut ni mata yaqnut au makan au mahallu alqunut. Qunut inatakiwa iwe sehemu gani? Je, ni kabla ya rukuu au ni baada ya rukuu? Katika jambo hili limepokelewa kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi kwamba yote mawili yamefanyika, yote mawili walikuwa wakiyafanya. Imepokelewa kwa baadhi ya masahaba walikuwa wakikunutu kabla ya rukuu na wengine walikuwa wakikunutu baada ya rukuu, kuonyesha kwamba yote mawili yanafaa, na hii yaonyesha uwepesi wa dini yetu ya Uislamu. Lakini ni lipi ambalo hadithi nyingi zilizopokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunazungumzia kunutu umuman, hata ile kunutu nazila, tunazungumza kunutu nazila vile vile. Mtume alikuwa akikunutu ile kunutu nazila wakati gani? Wa kurukuu, baada ya rukuu au kabla ya rukuu? Ahadithi nyingi zimekuja kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu baada rukuu, baada ya rukuu. Ndio hadithi nyingi zimekuja na ni asah, zina nguvu zaidi kuliko zile ambazo zimekuja kabla ya rukuu. Naam, ni sahihi zile, lakini hadithi nyingi zilizokuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam kana yaqnutu ba'da ar-raf'i min ar-ruku', alikuwa akikunutu baada ya kuinuka kutoka kwenye rukuu. Ambao walikuwa wakikunutu kabla ya rukuu ni Ubay ibn Ka'b, kadhalika Ibn Mas'ud, imepokelewa walikuwa wakikunutu kabla ya rukuu. Lakini hadithi nyingi zilizopokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kunuti ya nawazil alikuwa akikunutu baada ar-raf'i min ar-ruku'. Idhan khulasa, tunasema kiufupi, sehemu ya kukunutu yafaa kabla ya kurukuu na yafaa baada ya kurukuu, lakini baada ya rukuu ndizo hadithi nyingi kushinda zile ambazo zimekuja kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunutu qabla ya ar-raf' min ar-ruku'. Fal-amru fi hadha wasi', illa anna al-afdal, bora zaidi ni kukunutu ba'da ar-ruku' lianna akthar al-ahadith tadullu alayhi, hadithi nyingi zinajulisha hivyo. Jambo la 5 ni kuisherehesha hii dua. Pengine tutakuwa tumemaliza dakika tukimaliza kuitafsiri hii dua. Ni muhimu sana Muislamu afahamu kile anachokiomba. Sisi tuaitikia dua, naam, ni dua bila shaka, madamu ni dua tuomba katika swala, ni dua ya khairi na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, bila shaka ndani yake kuna khairi. Lakini inakuwa vizuri zaidi lau mtu atafahamu anaposema Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, anamaanisha nini? Wa'afini fi man afait, maana yake nini? Watawallani fi man tawallait, ma maana? Wabarik li fi ma a'tait, waqini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Haya ni katika jawami' al-ad'iyah, ni dua ambazo zimekusanya khairi nyingi sana. Ndio Aisha radhiallahu anha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-jawami'a min al-ad'iyah, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda sana dua zake kuomba dua ambazo ni fupi lakini zimekusanya mambo mengi. Wayatruku ma siwa dhalik, alikuwa akiacha dua nyingine, dua zile ndefu ambazo wewe waelezea kama story, yani wewe waomba lakini story nyingi, sijui nipe kadhaa, nipe kadhaa, nipe kadhaa, nipe mali, nipe na watoto, nipe na kadhaa, nipe na, wataja moja baada ya moja, umechora list wewe kwenye karatasi, waorodhesha, wafanya detail tafsil. Hadha ma yanbaghi, ma yanbaghi. Pengine hiyo dua uliyoandika kwenye karatasi ulikuwa unaweza kuiomba mstari mmoja tu, lakini wewe umeomba umejichokesha bure. Mtume alikuwa akichagua zile dua ambazo ni fupi, ambazo ndani yake zimekusanya jawami'.
Mtume alayhi salatu wasallam amemfundisha hii dua Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, asema allamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amenifundisha kalimatin ay duaan, amenifundisha dua aquluhunna fi qunuti alwitr, ni yaseme katika kunuti ya witr. Ya kwanza anasema Allahumma hdini fi man hadait, ikiwa niko peke yangu nitasema Allahumma hdini fi man hadait, وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. Mpaka mwisho. Tukiwa ni wengi kama hapa, imamu anatakiwa alete kwa dhamiri ya na, Allahumma hdina waafina watawallana, kwa sababu ni wengi. Na haifai imamu akiwa yuwasalisha jamaa akajizungumzia yeye, akajiombea yeye peke yake. Mtume amekataza, sema huu ni ubakhili. Mtu anafanya ubakhili kwenye dua, watu wanaitikia dua, kumbe yeye ajiombea yeye peke yake imamu, na nyinyi mmsaidia katika kumitikia amini yeye, nyinyi mmetolewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni bakhili imamu huyu. Allahumma hdini fi man hadait, ewe Mola nipatie uongofu na uniingize miongoni mwa wale ambao umewaongoza. Yani wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe hidayah, uongofu. Sisi kila katika swala huwa tunasema ihdina siratal mustaqim. Sasa hii dua unaposema Allahumma hdina fi man hadait, ewe Mola tuongoze, tupe hidayah, tupe uongofu na utuingize miongoni mwa wale uliowaongoza, kama ambavyo umewaongoza waja wako, basi na sisi tuingize ndani katika wale uliowaongoza katika hidayah. Ni watu gani walioongozwa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum iqtadih. Hawa ni maanbiya salawatullahi wa salamu alayhi, manabii ndio walioongozwa na mitumi na waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadillahi almu'minin as-salihin. Kama ulivyoongoza mitumi na manabii na waja wema, na sisi ya Rabbi twakuomba utuingize ndani katika hao, tuwe ni wenye kuongoka. Na uongofu ni sampuli mbili, hidayah ni sampuli mbili. Kuna hidayatu ad-dalala wal irshad, uongofu wa kuitambua haki, yani ukawa una ilmu nayo kwamba hili la haki, hili la batil, ukaweza kupambanua. Hiyo ni hidayah moja. Ukaweza kuijua njia ya haki ni ipi na njia ya batil ni ipi, inaitwa hidayatu ad-dalala wal irshad. Kisha hidayah ya pili ni hidayah ya tawfiq, ni kwamba Allah akuwafikie ile hidayah uliyoiona, akuwafikie uweze kuitenda. Kwa sababu wako katika watu Allah subhanahu wa ta'ala anawaonyesha haki, wanaijua haki, wanaijua kwamba hii ni haki, lakini hawaifuati. Kuna watu ambao hawaijui haki na hawaifuati, hawaijui na hawaifuati. Wamekusanya ujahili mara mbili. Kwanza hawaijui hiyo haki ni ipi, na kisha hawaifuati. Maadamu hawajui hawezi kuifuata. Na hawa ni manasara. Manasara wao hawakuijua haki na hawakuifuata, ndio maana wakaitwa adh-dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladh-dhalin. Kwa nini manasara waliitwa adh-dhalin? Kwa sababu walikuwa hawakupata hidayah mbili za dalala, wala hawakuipata hidayah ya tawfiq ya kuifuata. Kuna ambao walijua haki lakini hawakuifuata, ambao ni Mayahudi. Mayahudi walijua njia ya haki lakini hawakuifuata, ndio maana wakaitwa al-maghdhub alayhim. Kwa hivyo unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hdina fi man hadait, wa muomba hidayah mbili hizi, Allah akupe hidayah uweze kuitambua njia ya haki na akuwafikie uweze kuifuata na uthubutu katika hiyo haki mpaka ufe. Na Allah akikuongoza hakuna weza kukupoteza. Man yahdillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Allah akikuongoza hakuna weza kukupoteza, na Allah akikupoteza, akikuonyesha njia, akikuondosha kwenye njia ya haki kwa sababu huitaki, basi hakuna mtu ambaye anaweza kukuongoza. Ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib aliitambua haki,
aliona kwamba hii ni haki, na mpaka mashairi alikuwa akisema walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina, mimi naijua kwamba dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo dini bora katika dini zilizotumilizwa kwa wanadamu, lakini alikomeka kuijua tu, hakuifuata. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alikuwa na bidii sana kumuongoza ammi yake, lakini Allah akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa siku zote amuombe Allah subhanahu wa ta'ala uongofu, amuonyeshe na aweze kufuata na athubutu katika uongofu mpaka hata al-mamat, kutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ameongoka. Allahumma hdina fi man hadait, ewe Mola tuongoze, tutiingize katika miongoni wa wale uwaongoza. Waafina fi man afait, na utuafu miongoni mwa wale uliowaafu. Allah awaepushe na kila madhara, awape afya, afya katika mambo ya kidunia, afya katika dini yako. Afya ni sampuli mbili, kuna afya fi dunya wa afya fi al-akhirah au fi din. Afya katika dunia, Allah akuafu mwili wako kutokana na maradhi mazito. Allah akuafu familia yako, asikupe mtihani kwa watu wako walioko nyumbani. Kadhalika afya ya duniani, Allah akuafu na maradhi ya moyo, na hayo ni maradhi maovu zaidi kuliko maradhi ya kiwiliwili. Allah akuafu na maradhi ya moyo, hasad, chuki, baghdha, hiqd na kila maradhi na mafundo mabovu ambayo Muislamu hafai kusifika nayo. Kwa hivyo ukisema waafina fi man afait, wamuomba Allah kuafu maradhi haya ya kidunia, yani ya kiwiliwili na ya moyo. Kadhalika wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuafu akhirah, kutokamana na adhab na shadaid na vituko na tabu. Kwa hivyo unaposema waafina fi man afait, imekusanya afya yote, afiyatul badan, afiyatul qalb, afiyatun fi dunya, afiyatun fil akhirah. Akuafu wewe na afu mali yako, afu kizazi chako, afu kila kinachokuhusiana na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akipe afya, asikipe ibtilaa na mitihani. Inshallah hizi jumla mbili tutatosha kwa leo. Hizo ibara zilizobakia inshallah tutakuja kuelezea katika liqa inayofuata. Wallahu ta'ala a'lam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.